Naam, ujambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Iyamba Letu TV pote pale ulipo. Imani yangu kubwa ni kwamba wewe umuheri na umzima wa afya. Mpenzi mtazamaji, ni kwamba Umoja wa Ulaya kupitia balozi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesema kwamba unaendelea kuguswa kwa hali ya juu na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuahidi kwamba utafuatilia kwa uhudi na uvumba ili amani ya Kongo ipate kurejea. Balozi wa Ulaya alipoulizwa na vyombo vya habari jijini Kinshasa kuhusu mazungumzo ya Kinshasa na Kigali, amesema kwamba Umoja wa Ulaya unazidi kuunga mkono juhudi zozote zile za kuleta amani, ikiwa kwa diplomasia, ikiwa kwa njia yoyote, wanaunga mkono ili amani ipate kurejea. Hilo lilikuwa ni wakati wa kusherehekea miaka 75 ya uhai wa Umoja wa Ulaya. Sasa Paulo Kagame anaendelea kutetea sana Wanyarwanda walioko nchini Kongo na raia wa Kitusi wapatikanao nchini Kongo kwamba wananyanyaswa. Je, wao wanaotetewa kwa nini wasijitetee? Kagame kutetea Watutsi au Wanyarwanda walioko nchini Kongo sio uchochezi wa chuki za kikabila ili kuja kutenganisha kabila zilizoishi pamoja kwa amani tangu zamani? Moja kwa moja tunajiunga na mchambuzi wetu Eli. Unasemaje kuhusu swala hili? Asante Bwana Thompson. Katika kulijibu hili niseme tu kwanza, Watusi hawaishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo peke yake. Wapo Watusi Tanzania, wapo Watusi Kongo Brazzaville na maeneo mengine. Swali linakuja, kwa nini Kagame hutaka mara nyingi kuwatetea Watusi walioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba wanatendewa vitendo visivyo sawa? Hao kwanza Watusi ni Watusi walitoka wapi? Si watakuwa ni wale Watusi walikimbia kipindi cha, kuna hawa walikimbia kipindi cha genocide, na kama walikimbia kipindi cha genocide na wengine waliotangulia kabla, wale waliokuja kulisha ng'ombe, na kama hawa wote walikuwemo nchini, Kagame kama Kagame, kwa nini hakusema watu wangu warudie kwa njia ile walioingia tena warudi? Ukiangalia utaona kama ni picha, kama vile ni kitu kilitengenezwa, ni kama vile genocide ya Rwanda ilitengenezwa, na kama genocide ya Rwanda ilitengenezwa kwa mfumo wake ulio tofauti. Mfumo gani ulio tofauti? Ni kama vile kitu kilipangwa, tufanye hili kisha tufanye hili ili Kongo pakose amani, na hawa watakuwa wanafanya nini? Watakuwa ndio sababu ya sisi kuwa tunaongea. Yaani kama vile genocide ilitengenezwa kwa sababu maalumu kuidhuru Kongo. Nimemfuata Bwana Senateur Christophe Lutundula, nimemfuata vizuri kutoka Kongo, alivyokuwa anahojiwa amesema vizuri sawa. Kasema hivi ya kwamba kama watu wako na saini mikataba tena mnasaini mikataba na havishiki,
Ina maana yawezekana tuko tunaacha tatizo pembeni, tukapiga pembeni. Yaani tuko tunaleta tatizo hapa, si tukaenda kugusa pembeni, tukasainiana. Alafu na wale wenye kusaini mikataba wote wanajua, upande mmoja unajua kwamba niko na saini lakini la unafiki. Na kama tatizo ni Watusi waliomo nchini Kongo, basi liongelewe hili tatizo, na haitawezekana rais wa nchi nyingine kuja kutetea kabila lililoko Kongo. Je, mulilipachika hili kabila ili kuja kutuletea vurugu? Na kama unawahitaji watu hawa, huyu anakuwa mimi sasa, kama mnalihitaji ili kabila, muliombe lije kwenu kwa amani. Kama huku wanafanya nini? Wanateswa. Kongo tuna makabila na makabila yanauana. Kisangani unaona, Kalemi unaona, Tanganyika mliona Wamboto walivyopigana na watu, kuua watu mamia na mamia. Sasa kama hizi kabila zingine ziko zinafanya, linatokea janga na Kongo inakaa chini wanalitafutia suluhisho, kwa nini swala likitokea kwa Wanyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge, Wanyarwanda, kwa nini hili swala mpaka mtatuzi wa hili awe yeye Kagame? Hiyo ndio maana mimi nasema kwamba yawezekana Kongo tulitengenezewa bomu ya genocide. Ile genocide ya Rwanda ilikuwa ni bomu ya kuja kutuweka huku mbeleni tu tukae bila amani, kwamba tutakuwa tunatetea kabila ambalo ninyi nendeni tu, lakini tutakuwa tunatetea. Unaona bwana journaliste Thompson. Kwa hiyo swala ambalo liko hapa ni tuwekane wazi, hawa Wanyarwanda walioko Kongo. Je, nimerudi kusema Kongo sio nchi peke yake ambayo inamiliki Wanyarwanda ambayo Wanyarwanda wanakaa ndani. Hapana, Kongo ni nchi iko tofauti, sio nchi ambayo iko tofauti na zile zingine. Lakini kwa nini Kongo kelele ziendelee? Kwa hiyo yawezekana hii makoro tuko tunaenda tunafanya, tunasaini tena tunarudia, tunasaini tena tunarudia, tunasaini na tuelewani. Yawezekana tatizo ndo hili, kabila la huyu nani Mtusi kukaa Kongo. Huyu bwana atafutiwe majibu yake, huyu aiza asafirishwe aende kwao, au aambiwe hivi kama alivyosema sasa Christopher Rutundura kwamba, au aambiwe kwamba swala tatizo lako wewe haliwezi kuja kutatuliwa na Kagame, na kama unafikiri hivyo basi nenda kwenu basi. Hilo ndilo liloko pale, na Wanyarwanda wote walioko Kongo wajue hili jambo kwamba wakizidi Umoja wa Mataifa anafikaga chelewa, ni kama gari ya zimamoto. Utakuja kupiga kelele, ndiyo majirani wataita zimamoto, sehemu ya nyumba ishaungua. Kwa hiyo hizo kelele za Wanyarwanda watulize hizo kelele, kama walipewa hifadhi na wakae basi kimya. Lakini kelele, ipo siku raia atachukua mamlaka yake, itakuwa kila mtu anaamka na jirani yake, kila mtu na jirani yake. Serikali itakuja, Umoja wa Mataifa watapiga kelele, isha kwa chelewa. Nyesi mnasema Rwanda walikufa watu karibia mamia 8,000 kama 8,000. Sasa huo Umoja wa Mataifa ulikuwa wapi? Kwa hiyo msije tu watu kesho mkasijisababishia vifo ninyi wenyewe, aseme watakuja kututetea. Huyu Rwanda hataweza kuja kuwatetea, sababu itakuwa ni operation siku moja. Kwa hiyo Wanyarwanda watulie, wawe wapole kama walipewa hifadhi. Lakini lile la kusema kwamba wasubiri Rwanda kuja kuwasaidia Kagame, hapo watakuwa wanaenda kugusagusa lile donda ambalo Wakongo tunalo. Ni hilo tu nataka niambie kabila la Wanyarwanda, na Kagame asikie hii. Asante, nashukuru sana bwana Thompson.
Shukran Eli kwa uchambuzi na dondoo hizo. Hadi hapo hatuna la ziada msikilizaji, ila ni kutoa nanga katika makala haya. Ni mshukuru mchambuzi wangu Eli. Mimi ni Thompson Unjibatangalwa William. Usikose kuungana nasi katika makala ya Info Minute hapo baadaye kutokea Makobola, ila pia habari mbichi hiyo kesho mwendo wa saa 1 za usiku majira ya Afrika ya Kati.